Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya 5 na tunaangalia kufanya toba ya ardhi, ambayo sasa ni ya kunyamazisha damu iliyomwagika kwenye ardhi. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 7 utaona Kaini alipofanya kosa la kumwaga damu ya Abili alifungua mlango wa laana juu yake, lakini Adamu alipotii akala lile tunda. Ukisoma Mwanzo 3 mstari ule wa 18 utaona Adam alipokula lile tunda, alipomsikiliza mke wake akala lile tunda, Mungu alifungua laana ikakaa kwenye ardhi. Alimwambia ukilima ardhi haitakuzalia tena matunda, itakuzalia miiba na michongoma. Kwa hiyo kuna laana inayokaa kwenye ardhi na kuna laana inayokaa ndani ya mtu. Kwa hiyo ukishamaliza kutubu kwa ajili ya ardhi, tubu sasa kwa ajili ya watu. Na ukishatubu kwa ajili ya watu, kuna kitu kitatokea na watu watafunguliwa na ardhi itafunguliwa. Na sasa tunataka tuombe kwa ajili yenu. Baba wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya huyu mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Tunaomba kwa ajili ya ardhi, tunaomba kwa ajili yake, tunaomba kwa ajili ya maombi haya anayosikiliza. Kaifungue ardhi Bwana. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafsi yake, roho na mwili, katika jina la Yesu Kristo, lile jina kuu lipitalo mahali pote. Nguvu za Roho Mtakatifu zishuke zikimfungua na kumweka huru. Tunapoomba Bwana, mvua yako ya neema ishuke mahali alipo, apone katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatubu kwa ajili ya nafsi, roho na mwili. Tunatubia ardhi ya eneo hilo, tunatubia ardhi ambayo imepokea damu za watu, tunatubia ardhi ambayo Bwana kuna uharibifu umefanyika. Yawezekana kuna damu zimemwagwa kwenye ardhi, yawezekana kuna miungu inaabudiwa kwenye ardhi kinyume na Mungu, yawezekana kuna kutokutii, yawezekana Bwana kuna maneno yametamkwa, yawezekana Bwana kuna vitu vimefanyika vya kuchukiza, ukaachilia laana kwenye ardhi. Baba, tunatubu na kuomba rehema sasa. Na Nyakati wa Pili 7:14 ulisema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watanyenyekea, watatubu na kuziacha njia zao mbaya, wewe utasikia huko mbinguni, utaenda kuwasamehe hao watu na utaenda kuiponya nchi yao. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo mfalme mkuu, ninakuja mbele za uso wako nikiomba rehema na toba na msamaha na utakaso, ili Bwana ukapate kumsamehe na kutakasa ardhi hii na mtu huyu anayenisikiliza. Katika jina la Yesu ninaomba kupitia kipindi hiki akafunguliwe na kuwekwa huru kutoka kwenye mitego ya mauti na kamba zote za mauti, nguvu zote za giza na kila mitego ya ibilisi na kila aina ya mishale na kila hila na kila kilichoandaliwa kinyume. Bwana, damu yako Yesu ikapate kukiondoa na kukisambaratisha. Najua wewe ni Mungu tupendaye, utumaye neno kuliokoa watu wako na kuwatoa kwenye maangamizi. Tunatuma neno la Bwana kwenda kufungua watu na kuwatoa watu katika kamba za mauti na kuwatoa watu katika vifungo vya nira, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Utufungue na kutuponya, utufungue na kutuweka huru, utufungue na kutusafisha, utufungue na kutusafisha kabisa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaimimina damu ya Yesu anzia utosini hata kwenye nyayo, tunaimimina damu ya Yesu anzia nyayoni hata utosini, tunaimimina damu ya Yesu Kristo juu ya msikilizaji wetu, kuondoa kila kilichotembea kwenye ardhi, kuondoa kila kilichokaa kwenye anga, kuondoa kila kilichokaa kwenye hewa, kuondoa kila kilichokaa kwenye misingi na foundation zote, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, anaponisikiliza mpe neema na ufunuo wa kuendelea kulisoma neno, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako inaonena mema, umesema katika kitabu cha Ufunuo 12, na Yesu mjumbe na damu yako wewe Bwana ilimshinda shetani, nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Tunapoachilia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu itakwenda kuzima kila mishale, itakwenda kuzima kila madhabahu za giza, itakwenda kunyamazisha kila aina roho mbaya, itaenda kunyamazisha kila aina ya mauti. Tunaipeleka damu ya Yesu kwenye vyanzo vyote vya uovu, tunaipeleka damu ya Yesu kwenye malango yote yaliyobeba mauti, tunaipeleka damu ya Yesu kwenye njia za kuingia na kutoka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu tuponyaye, utuma neno lako sisi tupone. Wewe ni Mungu mponyaji, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, tunajiweka mikononi mwako, maana mikononi mwako ni salama zaidi, maana mikononi mwako kuna uzima zaidi. Tunatangaza uzima juu yetu na familia zetu, tunatangaza uzima katikati ya ardhi na anga, tunatangaza uzima, tunatangaza damu ya Yesu Kristo kinyume na mabaya, tunaiachilia damu ya Yesu Kristo kinyume na mauti, tunaachilia damu ya Yesu kwenye kila eneo na kwenye kila hatua, kwenye mipaka na kwenye kila malango,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tena kupitia kipindi hiki, huyu anayesikiliza akafunguliwe vifungo vyote. Bwana, tunatubu ikiwa kuna zuio loka kwenye ardhi iliyoshikilia maisha yake. Tunatubu Bwana ikiwa kuna kifungo cha nafsi. Tunatubu Bwana ikiwa kuna kifungo chochote cha mawazo. Tunatubu Bwana ikiwa kuna kila aina ya udhaifu unaouona au unaotazama. Bwana, tunaungama na kuomba rehema na toba ili ukapate kumsamehe mtumishi wako. Tunaomba tunapoendelea na toba hii, endelea kufanya maajabu na mambo makuu. Endelea kujidhihirisha, ukijifunua, ukiweka huru na kuponya katika jina la Yesu. Tunaomba maombi haya kapite kwenye ardhi. Bwana, tunanyunyuza damu ya Yesu kwenye ardhi yote. Mtu huyu ambaye ananisikiliza Bwana, tunaenda kunyunyuza damu ya Yesu kwenye ardhi ya kwao. Hiyo damu ikapate kunena mema kinyume na mabaya, ikapate kunena mema kinyume na mauti, ikanene mema kinyume na magonjwa, ikanene mema kinyume na kushindwa, ikanene mema kinyume na laana, ikanene mema kinyume na mateso na kuonewa na kukandamizwa. Bwana Yesu, wewe ni Mungu unayeokoa. Tunaomba damu yako takatifu ipite kwenye ardhi na kunyamazisha Bwana laana, na kunyamazisha mateso, na kunyamazisha kila aina ya nguvu. Bwana, umesema Mungu wewe mwenye nguvu ni Mungu wa kuokoa, tena njia zote za kutoka kwenye mauti zinayo wewe Jehova. Tunasimama na hiyo damu yako ya Baba, na damu ya Yesu. Tunasimama na chetezo ya damu ya Yesu. Tunasimama na chetezo ya damu ya mwana kondoo, ile damu inayoweka huru na damu inayoponya. Tunasimama nayo kwenye ulimwengu wa roho, ikakate rufaa Bwana wa majeshi, na kubatilisha kila maagano ya mauti, na kubatilisha kila maagano ya uharibifu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, katika jina la Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka. Bwana Yesu, ninakurudishia sifa na utukufu na shukrani. Amen. Basi ikiwa ulikuwa unafuatilia maombi haya, endelea kuomba. Tutatoa sehemu nyingine ya 6 kwa ajili ya toba ya ardhi. Na Mungu akubariki sana popote ulipo ulimwenguni unapotutazama. Endelea kuomba, uwe mtu wa kuomba, usiache kuomba. Biblia inasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Mungu akubariki sana. Amen.